Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini. Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 29 za mwezi wa 2026. Na kama ilivyo kawaida, Kivu News Info tunaweza kukuletea habari za uhakika kutoka ndani na nje ya nchi, zikiangazia matukio ya kisiasa, kiusalama, kijamii na kiuchumi endelea kuathiri maisha ya wananchi kila siku. Lengo letu kuu ni kuhakikisha unapata taarifa sahihi kwa wakati sahihi ili uweze kuelewa kinachoendelea katika jamii na taifa kwa ujumla. Vile tungependa kukuhimiza uendelee kubaki nasi kwa muda wote wa taarifa hii, na pia usisite kushirikisha wengine ili waweze kupata habari hizi muhimu kupitia chanzo chako cha kuaminika ambacho ni Kivu News Info. Na vile niendelee kukukumbusha, huenda hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote ningekusifu kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloja Lulonga, basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 29 za mwezi wa 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Katika mkoa wa Kivu Kusini, hali ya kisiasa inaendelea kwa mvutano mkubwa, kwa wabunge wakizidi kuongeza presha zidi ya gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki. Kupitia tamko la kisiasa lililotolewa siku ya jana tarehe 29 na 8 Aprili, jumla ya wabunge 21 waliotia saini ya hoja ya kutokuwa na imani wamethibitisha kuwa hawatarudi nyuma katika mchakato huo. Wamesisitiza kuwa licha uamuzi wa serikali kuu kuwakaribisha viongozi hao wa mkoa huko mjini Kinshasa kwa kile kinachoelezwa kuwa ni juhudi za upatanishi, bado mchakato wa wabunge unaendelea kama kawaida. Kwa mujibu wa wabunge wa, hoja kutokuwa na imani zidi ya gavana iliwasilishwa kwa kufuata taratibu zote za kisheria na kanuni za ndani za bunge la mkoa, hivyo haiwezi kusimamishwa na hatua yoyote ya nje ya bunge. Wamesema wazi kwa mchakato sasa umefikia hatua ambayo haiwezi kubadilishwa, na kwamba kinachobaki ni kujadili rasmi ndani ya ukumbi wa bunge na hatimaye kufanyika kwa kura ya wazi ili kuamua hatma ya uongozi huyo wa mkoa. Katika maelezo yao, wabunge wao wamekosoa vikali kile chokiita mbinu zinazochelewesha au kuvuruga mchakato, wakidai kuwa kuna juhudi zinazofanywa na pande za utawala wa mkoa ili kuzuia mjadala huo kufanyika. Wamesema kuwa vitendo hivyo vinatarisha misingi ya kidemokrasia na utawala bora, na kusisitiza kuwa watakubali kuona mamlaka ya bunge yakiporwa au kuzoofishwa. Mbali na kusisitiza kuendelea kwa mchakato, wa bunge hao pia wametoa wito wa moja kwa moja kwa gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki kujiuzulu. Wamesema kuwa hali ya kisiasa ndani ya mkoa imekuwa ya mgawanyiko mikubwa na dalili za kuzorota kwa mshikamano wa kijamii, hali ambayo inaweza kuwa hatari zaidi ikiwa haitashughulikiwa mapema. Kwa mantiki hiyo, amemtaka gavana huyo kuchukua hatua ya kuwajibika kisiasa na kuwasilisha barua yake ya kujiuzulu kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ili kupunguza mvutano uliopo na kutoa nafasi kwa suluhisho la amani na la kudumu. Tamko hilo limetiwa saini na wabunge kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa huo, ikiwemo Fizi, Walungu, Kabare, Kale pamoja na Mwenga, jambo linaonyesha kuwa hoja hiyo inaungwa mkono na wawakilishi kutoka maeneo tofauti na yenye mitazamo mbalimbali ya kisiasa ndani ya mkoa. Wabunge wao pia wameeleza kuwa wanaendelea kuunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi katika juhudi zake za kurejesha utawala wa sheria nchini, wakidai kuwa hatua wanazochukua ni kwa maslahi ya wananchi wa mkoa wa Kivu Kusini na si kwa ajenda binafsi za kisiasa. Wakati huo inaelezwa kuwa gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki pamoja na rais wa bunge la mkoa wa Kivu Kusini tayari wako safarini kuelekea Kinshasa, ambako wanatarajiwa kuwasili mchana wa leo kwa ajili ya kukutana na mamlaka za juu ya serikali ya Kuhu. Mazungumzo haya yanatarajiwa kuwa na uzito mkubwa katika kutafuta suluhisho la mgogoro huo wa kisiasa unaendelea kushika kasi. Hata hivyo, pamoja na hata hizo zopatanishwa, wabunge waliotia saini ya hoja hiyo wameweka wazi kuwa hawatabadilisha msimamo wao hadi pale taratibu zote za kibunge zitakapomalizika, wakisisitiza kuwa mustakabali wa uongozi wa mkoa ni lazima uamuliwe kwa njia ya kisheria na kidemokrasia. Kwa samacho, wananchi wengi wa mkoa wa Kivu Kusini pamoja na wadau wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaelekeza katika hatua zinazofuata, huku hatma ya uongozi wa mkoa huo ukipewa uzito mkubwa katika mjadala ya kisiasa kwa wakati huu.
Katika eneo la Lubero, hali ya kiusalama inaendelea kubadilika huku viongozi wa kikundi la wazalendo wakiendelea na ziara kuzunguka maeneo mbalimbali tangu tarehe 27 Aprili kwa lengo la kuimarisha morali ya wapiganaji walioko mstari wa mbele. Kwa mujibu wa kiongozi wa muungano huo Germain Kambale Mayani, ziara hiyo inalenga hasa kuwapa morali na moyo wapiganaji wa wazalendo wanaokabiliana na waasi wa muungano wa waasi wa M23 ambao bado wanatajwa kuwa tishio licha kujiondoa katika baadhi ya maeneo ya vijiji hivyo. Amesema kwa ingawa baadhi ya maeneo yameanza kurejea chini ya udhibiti wa serikali ya ndani, wapiganaji wa waasi wa M23 bado wana umbali wa kilomita chache, jambo linaloendelea kuleta wasiwasi kwa wakazi. Katika mazingira hayo, uongozi wa wazalendo umeona ni muhimu kuwakumbusha wapiganaji wao umuhimu wa nidhamu, uwajibikaji na ushirikiano kwa karibu na raia. Akiwa katika kijiji cha Kipese, Jenerali Germain Kambale Mayani alisisitiza uwepo wao ni ishara ya mshikamano wa uongozi wa taifa, akimtaja Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kama kamanda mkuu anayesimamia juhudi za kurejesha amani. Alieleza kuwa wazalendo wanafanya kazi bega kwa bega na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika harakati za kupambana na waasi ili kuhakikisha utulivu na rejea katika eneo hilo lenye changamoto za kiusalama. Kuhusu malalamiko ya baadhi ya wananchi juu ya vizuizi barieri vilivyowekwa na wapiganaji wa wazalendo katika barabara mbalimbali, kiongozi huyo alifafanua kuwa vizuizi hivyo si kwa ajili ya kuwanyanyasa wananchi bali ni kutatua hatua za kiusalama zinazolenga kuzuia kupenya kwa adui. Amesema kuwa maadui hutumia mbinu mbalimbali kujificha miongoni mwa raia, hivyo uwepo wa vituo hivyo vya ukaguzi ni muhimu katika kuhakikisha usalama wa maeneo yaliyokombolewa. Alikanusha pia kuwa madai ya vizuizi hivyo vinavyowekwa kwa ajili ya kujipatia mapato, akisisitiza kuwa wapiganaji wanategemea uongozi wa taifa kwa mahitaji yao. Ziara ya kiongozi wa wazalendo tayari imepita katika maeneo kadhaa ikiwemo Musienene, Lukanga, Masereka, Munyakandomi na Kipese, huku ipanuliwa hadi Bukununu pamoja na Tihila. Inatarajiwa kwa maeneo mengine zaidi yatafikiwa katika siku jazo ili kuendeleza juhudi za kuimarisha ulinzi na ushirikiano na wananchi. Ziara inakuja takriban wiki moja tu baada ya ile iliyofanywa na msimamizi wa kijeshi wa eneo hilo mnamo tarehe 17 Aprili mwaka 2026, ambako baadhi ya viongozi wa misingi pamoja na wakilishi wa gavana katika eneo la Kipese walirejea rasmi kazini baada ya kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja chini ya udhibiti wa waasi. Kwa jumla, hatua hizi zinaashiria jitihada zinazoendelea za kurejesha mamlaka ya serikali na kuimarisha usalama katika eneo la Lubero, huku mapambano dhidi ya waasi wa M23 yakiendelea kwa kuwa na changamoto kubwa kwa amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota kwa kasi katika eneo la Ruchuru mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ripoti mpya ikifichua madai mazito ya kiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya raia hasa vijana. Katika taarifa iliyotolewa siku ya jana tarehe 28 Aprili mjini Beni, shirika la kiraia Badilika limetoa tahadhari kuhusu hali mbaya ndani ya gereza kuu la Ruchuru inayojulikana kama Kanyangavi, ambako zaidi ya vijana 18 wanadaiwa kuzuiliwa katika mazingira hatarishi na yasiyokizi viwango vya kibinadamu. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wafungwa hao wanakabiliwa na mateso mbalimbali ikiwemo vitendo vya unyanyasaji na mateso ya kimwili, uhaba mkubwa wa chakula, ukosefu wa huduma za afya pamoja na kuzuiwa kuona familia zao. Shirika hilo linaeleza kuwa hali ya usafi ndani ya gereza hilo ni mbaya kupita kiasi, jambo linalochangia kusambaa kwa magonjwa miongoni mwa wafungwa. Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa baadhi ya wafungwa wanaugua magonjwa hatari kama kuharisha kali na maambukizi ya ngozi bila kupata matibabu stahiki, huku angalau watu 4 wakiripotiwa kufariki wakiwa mahabusu kutokana na mazingira hayo magumu. Shirika la Badilika linalotumu moja kwa moja utawala wa eneo hilo unaongozwa na Ephraim Izabayo Kabasha likisema kuwa tangu ateuliwe tarehe 16 Machi Aprili mwaka 2026, hali ya usalama na haki za kibinadamu imezorota kwa kiwango kikubwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kumekuwa na visa vya mara kwa mara vya kiukwaji wa haki za msingi ikiwemo haki za kuishi, uhuru wa kujieleza pamoja na uhuru wa kusafiri. Ripoti inataja matukio ya utekaji nyara, vitisho pamoja na vitendo vya kinyama vinavyolenga zaidi vijana, wanaharakati wa kijamii na wafanyakazi wa mashirika ya kibinadamu. Katika kipindi kati ya tarehe 16 Machi hadi tarehe 26 Aprili, vijana wasiopungua 12, wengi wao kutoka jamii ya Nande, wanadaiwa kukamatwa katika eneo la Bukoma kwa tuhuma za kushirikiana na makundi ya waasi wanaofanya kazi katika shughuli zake ndani ya Parke National de Virunga. Zaidi ya hayo, ripoti hiyo inaeleza kuwa baadhi ya raia wanalazimishwa kujiunga na kundi la waasi wa M23 ili kujinusuru na mateso kabla ya kupelekwa katika vituo vya mafunzo vilioko Runyonyi na Chanzu.
Pia madai ya mauaji ya haraka dhidi ya wanaotaka kushirikiana na yameripotiwa katika maeneo hayo. Kwa upande wa maisha ya kila siku, shirika hilo limebanisha kuwa ongezeko la ushuru holela inaendelea kuongeza ugumu wa maisha kwa wananchi wa kawaida, huku wanaharakati na wafanyakazi wa misaada wakikabiliwa na manyanyaso, mahojiano na vitisho pamoja na kunyang'anywa vifaa vya kikazi. Kutokana na aliyobadilika, imetoa wito kwa viongozi wa M23 kusitisha mara moja vitendo vya ukamataji holela, mateso na mauaji yasiyo ya kisheria. Imetaka wafungwa kupewa huduma za haraka za matibabu na kuruhusiwa kwa mashirika huru ya kutetea haki za binadamu kutembelea vituo hivyo vya kizuizi. Wakati wa shirika limehimiza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongeza juhudi za kidiplomasia, kisiasa na kiusalama ili kurejesha mamlaka yake katika eneo la Ruchuru, huku likitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza ufuatiliaji wa karibu juu ya ukiukwaji wa haki hizo za binadamu zinazoendelea. Kwa jumla, ripoti hiyo imeonya kuwa bila hatua za haraka na za pamoja, hali inaweza kuwa mbaya zaidi na kusababisha madhara makubwa kwa raia wasio na hatia katika eneo hilo na endelea kukumbwa na migogoro ya mara kwa mara. Wakaguzi wa elimu katika divisheni ya elimu ya mkoa wa Kivu Kaskazini ya pili wanaojumuisha maeneo ya Beni, Butembo na Lubero wametoa onyo kali ya kutoshiriki katika usimamizi wa mitihani ya taifa mwaka 2026 iwapo madai yao hayatapatiwa suluhisho la haraka. Katika waraka rasmi ulioelekezwa kwa Wizara ya Elimu ya Taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakaguzi wamelalamikia kucheleweshwa kwa malipo yao pamoja na mazingira magumu ya kazi, hasa katika eneo linalokumbwa na changamoto kubwa za kiusalama. Kupitia muungano wao wa kikazi, wakaguzi wanasema kuwa hadi sasa wajalipwa 51% posho za mwaka 2025, hali ambayo imeathiri vibaya motisha na uwezo wao wa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Wanaeleza kuwa hakuna maandalizi ya kifedha yaliyowekwa wazi kwa ajili ya kusimamia mitihani ya mwaka 2026, jambo linalozua hofu kuhusu uwezekano wa kuvurugika kwa zoezi hilo muhimu la kitaifa. Mbali na hilo, wakaguzi wao pia wamepinga kile kinachokita ukaguzi katika utoaji wa posho maalum zinazohusiana na majukumu yao, wakidai kuwa baadhi ya watumishi wanapewa mapururu hayo huku wengine wakiachwa bila maelezo ya msingi. Onyo linakuja chini ya wiki moja kabla ya kuanza kwa mitihani ya taifa, ikiwemo examen d'etat pamoja na mitihani mingine kama tenasospe na fepe na jonke ambayo imepangwa kuanza tarehe 4 Mei mwaka 2026. Kwa mujibu wa katibu wa muungano huo wa wakaguzi Samuel Kakule Kombi, usimamizi wa mitihani hiyo katika maeneo ya Kivu Kaskazini unahitaji maandalizi ya hali ya juu kutokana na changamoto za usalama na miundombinu. Ameeleza kuwa kuwasafirisha walimu na wasimamizi wa mitihani katika maeneo ya mbali na yenye hatari kunahitaji rasilimali kubwa za kifedha, ikiwa ni pamoja na usafiri, malazi na mahitaji ya msingi. Bila kuwepo kwa maandalizi hayo, zoezi hilo la mtihani linaweza kukumbwa na matatizo makubwa. Wakaguzi hao wanaonya kuwa iwapo serikali itachukua hatua za haraka kushughulikia madai hayo, kuna hatari kubwa ya kuvurugika kwa mchakato mzima wa mitihani katika maeneo ya kaskazini ya mkoa Kivu Kusini, hali ambayo inaweza kuathiri maelfu ya wanafunzi wanaotarajia kufanya mitihani hiyo. Hadi sasa Wizara ya Elimu ya Taifa haijatoa tamko rasmi kuhusu malalamiko hayo, huku wadau wa elimu wakisubiri kuona hatua zinazochukuliwa ili kuepusha mgogoro unaweza kuathiri sekta nzima ya elimu katika eneo hilo. Mchakato wa utekelezaji wa makubaliano kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na muungano wa waasi wa M23 unaendelea kukumbwa na sitofahamu, huku hatua ya kuachiliwa kwa wafungwa ikiwa bado haijatekelezwa hadi sasa. Takriban siku 10 baada ya makubaliano yafikiwa tarehe 17 Aprili, hakuna dalili yote ya utekelezaji wa hatua hiyo muhimu ambayo inatazamwa kama ishara ya kwanza kujenga imani kati ya pande hizo mbili. Hii imeanza kuzua mashaka mapya na kuongeza mvutano, hasa wakati ambako muda uliopangwa tayari umepita bila matokeo. Katika duru ya 9 mazungumzo yaliyofanyika huko Uswisi, pamoja na pande zote zilikuwa zimekubaliana juu ya hatua ya kuachiliwa kwa wafungwa 311 wanaohusishwa na waasi wa M23 pamoja na wafungwa 166 walikuwa wakishikiliwa na upande wa serikali. Tangazo hilo limechukuliwa kama hatua muhimu ya kupunguza mvutano na kufungua njia ya mazungumzo ya kina kuelekea amani ya kudumu. Kwa mujibu wa Benjamin Bonipa, katibu wa kudumu wa AFC M23, mazungumzo yalifanyika kati ya tarehe 13 hadi tarehe 17 Aprili, yalijikita katika masuala muhimu ikiwemo upatikanaji wa misaada ya kibinadamu, ulinzi wa sheria kwa raia pamoja na hatua za mipito za kiusalama. Mazungumzo yalifanyika chini ya mfumo mpana wa makubaliano ya Doha yanayolenga kufikia suluhisho la kudumu
kudumu katika pande hizo mbili. Hata hivyo, licha ya kauli na ahadi zilizotolewa, hali halisi ya utekelezaji bado haionekani. Hakuna uthibitisho rasmi wala hatua yoyote ya kuanza kuachiliwa kwa wafungwa hao, jambo linalozua maswali kuhusu dhamira ya pande husika kutekeleza makubaliano hayo. Juhudi za kidiplomasia zimekuwa zikifanyika kwa ushirikiano na wadau mbalimbali wa kimataifa wakiwemo Umoja wa Marekani, Qatar, Umoja wa Afrika pamoja na Togo, lakini hadi sasa hakuna mabadiliko yanaonekana katika utekelezaji wa makubaliano hayo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaonya kuwa kuchelewa huku kunaweza kuzofisha imani kati ya pande zinazohusika na hata kuhatarisha juhudi za kurejesha amani katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo tayari yameathiriwa kwa muda mrefu na migogoro ya silaha. Katika mazingira ya tete, siku zijazo zinaonekana kuwa maamuzi muhimu, huku wadau wa ndani na kimataifa wakisubiri kuona mabadiliko hayo yatakayoanza kutekelezwa au yataishia kwa sehemu za ahadi nyingi ambazo hajawahi kufikiwa. Hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya katika eneo la Masisi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mashambulizi mapya dhidi ya raia yakizidi kuongeza hofu miongoni mwa wakazi. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiutawala vya eneo hilo, watu wenye silaha walivamia kijiji cha Kiuma kilichopo katika gavumenti ya Buabo usiku wa kuamkia tarehe 27 Aprili. Inadaiwa kwa mashambulizi hayo yalifanyika kati ya saa 2 hadi saa 4 usiku, ambako washambuliaji walipatika katika kitongoji cha Katoi wakivamia nyumba moja baada ya nyingine. Mashuhuda wanasema kwa washambuliaji hao waliiba mali mbalimbali za wakazi zikiwemo mashine za kushonea, nguo, fedha taslimu pamoja na vitu vingine vya thamani. Wakati wa tukio, vijana wawili pia walitekwa nyara na hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu walipopelekwa hali zao. Tukio linakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama katika eneo limezidi kuzorota. Kulingana na mashirika ya kiraia, takriban raia 15 wameuawa kwa kupigwa risasi ndani ya mwezi mmoja uliopita katika mashambulizi tofauti yanayodaiwa kufanywa na makundi yenye silaha. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni pamoja na vijiji vya Ndete na Mashaki, ambako mashambulizi hivi karibuni yameripotiwa kusababisha vifo vya watu 5 wakiwemo mwalimu mmoja, mama mmoja pamoja na watoto wake wachanga. Hilo linaonyesha jinsi raia wanavyoendelea kuwa katika hatari kubwa kutokana na ukosefu wa usalama. Mashirika ya kiraia pia yamelaani ukiukwaji wa mara kwa mara wa haki za binadamu pamoja na sheria za kimataifa za binadamu katika eneo hilo ambalo linatajwa kuwa chini ya ushawishi wa kundi la uasi wa M23. Wapo makundi mengi yenye silaha ikiwemo wapiganaji wa wazalendo unaendelea kuchochea hali ya sitofahamu na ukosefu wa utulivu wa kudumu. Kutokana na hali hiyo, wakazi wa Masisi wanaendelea kuishi kwa hofu na wasiwasi wa kila siku, huku wito ukizidi kutolewa kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka na kuimarisha usalama wa kulinda raia dhidi ya mashambulizi yanayoendelea katika eneo hilo. Mvutano wa kiusalama unaendelea kuongezeka katika mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia kufuatia taarifa mpya zinazoashiria uwepo unaodaiwa kuwa jeshi la Zambia ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Tanganyika. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na kamati ya ulinzi wa usalama ya bunge la taifa, aliyo imebua taharuki kubwa miongoni mwa viongozi na wadau wa usalama, huku ikitilia shaka uimara wa ulinzi wa mipaka ya taifa. Ripoti hiyo inaeleza kuwa kuna ushahidi unaonyesha uwepo wa wanajeshi wa Zambia katika baadhi ya maeneo ya ndani ya Kongo, jambo ambalo linaonekana kuwa kama ukiukaji wa mipaka ya kimataifa iwapo haijathibitishwa rasmi. Mbali na suala hilo la uvamizi unadaiwa, waraka huo pia umefichua changamoto kubwa ndani ya mfumo wa usalama wa nchi. Kamati hiyo imebanisha kuwepo kwa udhaifu wa kiutendaji, ukosefu wa utaratibu wa kutosha kati ya vyombo vya ulinzi pamoja na mapungufu katika usimamizi wa maeneo ya mipaka yanaweza kuruhusu matukio kama hayo kutokea bila kudhibitiwa mapema. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa hali hii inaweza kuwa na hatari kubwa katika utulivu wa eneo hilo, hasa ikizingatiwa kwa mashariki na kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari kuna kabiliana na changamoto mbalimbali za kiusalama zinazohusisha makundi yenye silaha na migogoro ya mara kwa mara. Suala la udhalifu wa mipaka ya taifa limebuka tena kwa nguvu, huku baadhi ya wabunge na wadau wakitaka uchunguzi wa kina ili ufanyike haraka ili kubaini ukweli wa taarifa hizo na kuchukua hatua stahiki za kidiplomasia na kijeshi iwapo haitaijibika kuwa na uvamizi. Kwa sasa bado hakuna tamko rasmi kutoka kwa mamlaka za Zambia kuhusu madai hayo, jambo linaloongeza sitofahamu na kuacha maswali mengi bila majibu. Wakati huo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajiwa kuchukua hatua za haraka ili kulinda mipaka yake na kuhakikisha usalama wa raia wanaoishi katika maeneo ya karibu na mipaka. Hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku ikionekana wazi kuwa usimamizi wa mipaka na uimara wa vyombo vya usalama ni mambo muhimu yanayohitaji kuimarishwa ili kuepusha migogoro inayoweza kuathiri
kuathiri mahusiano ya kikanda pamoja na usalama wa taifa kwa ujumla. Katika mkoa wa Kivu Kusini, gavana wa kijeshi wa mkoa wa Meja Jenerali Somo Evariste Kakule amerejea katika mji wa Beni ambako alifanya ukaguzi wa moja kwa moja wa kazi za uboreshaji na upanuzi wa uwanja wa ndege wa Mavivi. Uwanja wa ndege ambao unatarajiwa kubadilishwa na kuwa uwanja wa kimataifa unaobeba jina la Aeroport International Etienne Tshisekedi huko katika hatua za maendeleo zinazolenga kufanya kuwa lango muhimu la kusafiri kwa anga katika eneo la kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ziara hiyo ya ukaguzi, Meja Jenerali Evariste Somo Kakule alitembelea maeneo mbalimbali ya mradi huo ili kujionea maendeleo ya kazi zinazoendelea, akitiza umuhimu wa kazi, ubora na kufuata viwango vya kimataifa katika ujenzi wa miundombinu hiyo muhimu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, kazi za ujenzi na uboreshaji wa uwanja wa ndege huo zinafanywa na kampuni ya CVC ambayo imepewa jukumu la kuhakikisha kuwa miradi huo unakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyokubalika. Mradi wa kuboresha uwanja huo wa Mavivi unatarajiwa kuwa mchango mkubwa katika kuimarisha uchumi wa eneo la Beni na maeneo jirani, hususan kwa kurahisisha usafiri na watu pamoja na bidhaa pamoja na kuongeza uwezo wa mikoa huo kupokea ndege kubwa za kimataifa. Uwanja mpya wa kimataifa utakapopamilika utapewa jina la Aeroport International Etienne Tshisekedi, unatarajiwa kwa heshima ya kiongozi wa zamani wa upinzani wa siasa nchini Etienne Tshisekedi ambaye cheza nafasi kubwa katika historia ya kisiasa ya nchi. Katika maelezo yake, gavana huyo wa kijeshi wa mkoa wa Kivu Kusini alisisitiza kuwa miradi ya aina hii ni sehemu ya mkakati mpana wa serikali wa kuimarisha miundombinu, kukuza maendeleo ya kiuchumi na kuboresha usalama kupitia uwepo wa miundombinu ya kisasa. Ameongeza kuwa maendeleo ya uwanja huo wa ndege ni ishara ya dhamira ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kuendeleza maeneo yaliyoathiriwa na changamoto za kiusalama, huku akihimiza ushirikiano kati ya mamlaka za kijeshi, kiraia na kampuni zinazotekeleza mradi huo. Wakazi wa Beni wamepokea kwa matumaini makubwa maendeleo hayo, wakiamini kuwa kukamilika kwa uwanja huo kutafungua fursa mpya za kibiashara, utalii na ajira kwa vijana wa eneo hilo. Hata hivyo, kiongozi wa mkoa huo ametoa wito kwa kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo yote yanayozunguka mradi huu ili kuhakikisha kazi inaendelea bila vikwazo, hasa kutokana na changamoto za kiusalama ambazo zimekuwa zikikumba sehemu mbalimbali za mkoa wa Kivu Kusini. Kwa ujumla, ziara ya gavana wa kijeshi Meja Somo Kakule Evariste inaashiria msukumo mpya katika juhudi za serikali za kuimarisha miradi ya maendeleo, huku macho akiwa kwenye kukamilika kwa uwanja huo wa kimataifa unaotarajiwa kuwa kitovu kipya cha usafiri katika eneo hilo mashariki mwa nchi. Katika mazingira yenye mijadala mikubwa ya kisiasa na kijamii ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumekuwa na sitofahamu na mijadala mikali kuhusu mpango wa kupokea raia wa nchi tatu waliotolewa nchini Marekani na kupelekwa kwa muda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa za serikali, tayari kundi la kwanza la takribani watu 15 limewasili katika mji mkuu wa Kinshasa, hatua ambayo imezua mjadala mpana kuhusu uhalali, usalama na malengo ya mpango huo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesisitiza kuwa mpango huo ni wa muda na unafanyika kwa hatua za kisheria, na msemaji wa serikali Patrick Muyaya ameweka wazi kuwa watu hao wana nyaraka halali za ukaguzi zinazotambuliwa na sheria za nchi. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika tarehe 17 Aprili, Patrick Muyaya alieleza kuwa serikali tayari imeanza mawasiliano na nchi zao za asili ili kujadili namna bora kurejeshwa kwa baadhi yao au kupata suluhu nyingine za kibinadamu. Alisisitiza kuwa tangu mwanzo mpango huo ulipangwa kwa muda mfupi na unaofuata taratibu za kimataifa. Pia alitoa wito kwa wananchi na wadau kuepuka kusambaza hofu, akieleza kuwa hatua zote zimekuwa zikihakikisha usalama wa nchi na kwamba wageni hao hawatasababisha matatizo ya kiusalama ndani ya taifa. Kuhusu taarifa zinazohusiana na uwezekano wa kuwasili kwa raia wa Afghanistan waliokuwa nchini Qatar, serikali haijatoa udhibitisho wala kukanusha moja kwa moja. Patrick Muyaya amesema kuwa serikali itatoa taarifa rasmi pale ambapo kuna uhakika wa taarifa hizo ili kuhakikisha uwazi kwa umma. Mpango huo uliingia rasmi katika hatua za utekelezaji baada ya tangazo la serikali tarehe 17 Aprili ambako ilieleza kuwa utaratibu wa kupokea raia hao wa nchi hizo tatu ulikuwa wa muda na utasimamiwa kwa ushirikiano wa mashirika ya kimataifa.
Hata hivyo, suala hilo limebua mjadala mkubwa ndani ya bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wabunge wawasilisha maswali na dharura pamoja na hoja ya mjadala kuhusu mpango huo. Hadi sasa baadhi ya maswali bado hajajadiliwa rasmi bungeni, huku mengine yakiahirishwa kutokana na mambo ya wizara husika kwa sababu za kiserikali. Waziri wa mambo ya nje Therese Kaikwamba Wagner aliomba kuahirishwa kwa baadhi ya mijadala hiyo, akieleza kuwa swala hilo linahitaji muda zaidi kutokana na unyeti wake wa kidiplomasia na maslahi ya taifa. Jumla, mpango unaendelea kuzua hisia tofauti ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako baadhi wanaona kuwa kama fursa ya ushirikiano wa kimataifa, huku wengine wakihofia athari zake kwa usalama wa mustakabali wa nchi. Serikali inaendelea kusisitiza kuwa kila hatua inachukuliwa kwa tahadhari na kwa kuzingatia sheria na maslahi ya taifa. Ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 29 za mwezi wa mwaka 2026. Namba kwa kusikiliza ni Kivu News FM. Kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tuendelea kutoa shukrani zetu kwa mpendwa msikilizaji na mtazamaji, na kutega muda wako kuwa nasi kuanzia kufuatilia habari hizi muhimu tulizo kufikishia siku ya leo. Tuendelea kusitiza kuwa karibu nasi kila siku ili kupata taarifa za kweli, uhakika na kwa wakati sahihi kutoka ndani na nje ya nchi. Kivu News FM tupo hapa kwa ajili yako, tukikusogezea matukio yote yanayowasiri jamii yetu bila upendeleo wala upotoshaji. Na tuendelea kukumbusha tu kwamba huenda hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningeomba kufanya kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo ya kila siku na tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza, ukatujuza kwa sehemu gani uende ukatuambia maoni yako aidha mapendekezo yako. Kile ambacho ni muhimu zaidi, unaweza ukabonyeza kwenye titre ya habari hii na itakupeleka moja kwa moja hapo chini description ambako utakutana na linki mbili. Link ya kwanza ukibonyeza itakupeleka moja kwa moja kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na link ya pili itasababisha unajumuika pamoja nasi vile kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo, itaresha sana usipite na chochote kipindi ambako utakuwa unapotea habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teroje Longa, sina la ziada ila tuacha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya asubuhi ya leo. Basi tunakutakia siku njema yenye amani, mafanikio na usalama. Mungu akubariki na kulinde, na tunaona tena katika matangazo yetu mengine baadaye kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi bye bye, chao, baki salama na asubuhi njema.